Tumefika kwenye kipindi cha ukweli na uwazi. Yaani sasa hizi masuala ya kudanganyana tena yashapitwa na wakati. Ukweli unajulikana. Hakuna mtu aliyejua kwamba Iran inaweza ikaresist nguvu mbili za nchi mbili hatari kwa kijeshi duniani, nchi kama Marekani pamoja na Israeli. Lakini imekuwa mshangao mkubwa sana wa dunia mpaka sasa hizi leo tarehe 22 Iran bado imeresist siku 23. Mmepata taarifa? Netanyahu anaiomba dunia iwaunge mkono wao na Marekani kushambulia Iran kwa sababu Iran ni hatari na ni tishio kwa usalama wa dunia. Hii imekuja baada ya masaa kadhaa Iran kushambulia Dimona ni mji ambao uko Israeli, tegemeo sana kwa masuala ya production ya nuclear. Sasa imekuwa tishio kubwa sana kwa nchi ya Israeli na imeamsha hisia kubwa sana kwa wananchi na serikali. Sasa Netanyahu anataka nchi duniani zote ziwaunge mkono. Tena ametaja Wakristo, Waislamu. Hii imekuwa ni tishio kubwa sana Iran kuzitisha hizi nchi zote. Na akatolea mfano kama ameweza kutuma hizo medium range ballistic missile kwenda kwenye bezi ya Uingereza ambao ni usawa umbali wa kilomita 4,000. Kwa hiyo Iran wana uwezo wa kufikisha mabomu ama hizo missile zao kwenda kwenye nchi ya Ujerumani, Berlin, kwenda Italy, Rome, na kwenda Ufaransa, Paris. Utajiuliza kwa nini Netanyahu ametolea mifano hizi nchi tatu? Kwa sababu anajua akiongea hizi nchi zitatishika na kuogopa kwamba Iran kweli ni tishio, hivyo zitaingia kwenye vita. Sasa kitu ambacho mimi nasubiria ni kwamba masaa 48 ambayo Trump aliyatoa, kuna uchochezi ambao unaendelea sasa hivi kuitangazia dunia kwamba Irani ni tishio. Lakini tunajua tarehe 28 mwezi wa pili Marekani na Muisraeli ndio waliokuwa wa kwanza kuishambulia Irani. Irani inajibu, inaonekana kwamba inakosea. Sasa kwa staili hii Irani kuresist mpaka leo hii imekuwa tishio kwao, na vurugu zinaendelea Israeli na wananchi sasa hizi. Serikali ya Israeli na wananchi wako ni vurugu tupu. Sasa anachanganyikiwa, huyu jamaa tutamfanyaje? Lazima tuite nguvu ya ziada ili kumkabili huyu jamaa. Sasa Israeli haamini kinachotokea sasa hizi, na madhara makubwa sana kwenye hii vita. Muisraeli anapigwa sana na wameenda mbali wakasema unaona amepiga hizi nchi 12 za Kiislamu. Huyu jamaa yeye kama anatafutiwa njia ya kuchonganishwa ili nchi zingine ziingilie kati ziweze kupigana kumpiga Irani. Na ndio maana niliwaambia tupo kwenye mstari wa hatari sana. Ikizidi hapa vita vya tatu vya dunia viko karibu. Kwa sababu tayari Muirani yeye kashaonesha uzalendo wake, yani takavyokuwa na iwe, kama atakufa wafe wote, ila kushinda washinde wote. Lakini kusalenda haipo kwenye mpango wa Irani. Ndo kiburi ambacho kinawajengia wa Irani paka hizi nchi zingine zinasema hapana. Kwa nini tunafanyaje? Kupiga njia ya simu, jamaa wapokee simu. Hawana muda wa kuongea kwenye simu. Na Irani sio watu wa kujisifu, hapana. Waisraeli walificha na Wamarekani ukiposti unafungwa. Saa hizi wameanza kuposti wenyewe. Nguvu ya Iran, mimi na wewe hatukufikiria kama Iran anaweza kuwa na ujasiri na nguvu wa kupambana mpaka sasa hivi. Kiukweli Iran anamiliki silaha nzito na mimi nimeamini kabisa. Ndio maana unaona mpaka sasa hivi wanatafuta ni njia gani wanaweza wakakava hii, kwa sababu waliingia wakijua na wakawaahidi wananchi wao. Marekani waliahidi wananchi wao ni siku 5 tu. Chache tutakuwa tumeshamalizana na huyu jamaa. Muisraeli ni hivyo. Sasa wananchi wamechoka. Mamia wanakimbia nchi sasa hizi. Sasa inaletwa taarifa nchi zingine ziingilie kati. Ndio uone kama Irani iko na nguvu. Sasa hizi Irani imetikisa dunia. Zinaitwa mataifa mengine yaingilie kati, aunge mkono Marekani na Israeli kuweza kuipiga Iran. Watafikiri ni nchi zote zinachukia Iran? Hapana, kuna alliance Iran wako pembeni. Umeona Japani leo wameandamana zaidi ya watu 10,000 bungeni kuambia kwamba hatuwezi kuishi kwa kutegemea Washington. Uongo mkubwa. Syria
the same jana imeanza vurugu mpaka leo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tayari hawama alliance wa Marekani, Japani, ndio hiyo kivurugu imeanza, demonstration. Hatutaki mahusiano kama hayo, kwa sababu waziri wao juzi alipokuwa White House, uliona jinsi Trump alivyomonk, akautuna tu yule mama, alikaa tu kimya, lakini ilimuumiza. Ndio wananchi wamesema hapana, hatutaendelea kutegemea Washington period. Na Irani huko wamesema wako kwenye mazungumzo na Japani kuweza kuruhusu meli zao za mafuta zipite. Ndugu zangu, msisikie taarifa za story. Navy ya Iran, jeshi la majini la Iran liko ngangali. Ndio maana hakuna meli inayovuka pale. Hakuna meli inayovuka pale. Ukivuka umelipa dola milioni 2. Hakuna negotiation yoyote ile. Usikie kwa watu tumevunja nguvu, ni story za uongo. Huwezi kuivunja nguvu jeshi kisha uipe masaa 48. Huo ni uongo. Huwezi kuivunja nguvu Iran aweze kurusha mabomu tena ama nyukli hizo mamesai, na jana wamerusha. Hivi leo tena watarusha tena. Sasa mambo yamefikia pabaya. Hata alliance wa Marekani na Israeli wameanza kuogopa. Wameanza kuogopa kuona kwamba sasa okay, kumbe hii vita iko serious. Saudi Arabia huko wenyewe ndio usiseme kabisa. Ni kulaumu tu, hatukuamini kama kweli Waislamu wenzenu tena imekuwa tena Uislamu tena. Wakati mnaruhusu wavamiwe ilikuwaje? Katari huko ndio usiseme, ni kulilia ndani. Kuwait na Bahrain wamekaa kimya. Wenyewe kabisa ndio yaani kabisa wenyewe ndio hata wasikiki tena. Zimebaki ni nchi mbili sasa hizi. Qatar, Saudi Arabia na United Arab Emirates ndio kidogo baki, na wameactivate leo air defense yao, wamezionyesha tena zingine leo kwa kuogopa, kwa kuhofia. Sasa tayari Iran imekuwa ni tishio ile region. So kwa hiyo Netanyahu anaomba dunia nzima, nchi zote ziungane kumpiga Muirani. Ndio taamini kwamba hivi vitu sisi tukichambua, unafikiri kwamba eti unapendelea? Hapana, sisi tunachambua kutokana na taarifa zinazokuja. Hata wewe na mimi tulikuwa tunaamini Marekani na Israel tampiga Muirani tu siku 2. Vita iko hivyo dadi. Tusichukulie ukubwa na budget vita na ujasiri inahitajika. Roho inahitajika. Wairani wenyewe wako tayari kufa. Nani yuko tayari kufa kule? Umesikia wanajeshi wa Marekani ambao wamechaguliwa 1500 ndio wameanza kutumia madawa ya kulevya na bangi ili wakipimwa test ya mwisho wengine wabaki. Tayari ni uoga. Mtu anapenda maisha. Sasa imefika pabaya sana sasa hizi. Wananchi huko hawamuelewi waziri wa ulinzi wa Israeli nani Katz. Hawamuelewi. Mbona wewe ndio umesababisha hivi vifo vya watu. Msiba wametangaza wenyewe 350 plus injury. Jiongeze mwenyewe. Kama umeamua kutangaza, we hadi ya kwako. Ndio hivyo. Walikuwa walibana mwanzo kutoa taarifa, sasa hizi maji yamefika shingoni, wameanza kutoa taarifa na kuposti. Kwa sababu ukisema walitupiga bila kuposti, watu watakuhoji, sisi tujaona tutakuwa na wakati gani? Sasa lazima uposti ili dunia ione kwamba kweli kinachoendelea ni hivi. Iran wenyewe wafichi, wanakuambia 1, 2, 3. Tawaletea habari kutokana na ninazozipata. Asanteni sana kwa ushirikiano, kwa kunifuatilia. Usisahau comment, kushare pamoja na kulike.